Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 16 hadi ya 23. Yesu aliwaambia mitume wake, angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yangu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo Mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na maneno makali ya Yesu Kristo ambayo anazungumza kwa wazi kabisa juu ya wafuasi wake ambao walitoa maisha yao wakimfuata, akiwaonyesha kwamba kumfuata Kristo, kuwa mtumishi wa Kristo si lele mama. Anaanza kwa kuzungumza hapa kwamba ninawapatia angalizo la kwanza, kwamba ninawatuma, na kama unatumwa lazima uende ukafanye kile ambacho umetumwa. Hasa anakutuma kama nani? Anasema ninawatuma kama kondoo, na anawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Tuanze kumwandaa huyu kondoo. Kondoo ni mnyama wa namna gani? Ni mnyama wa ajabu sana, kwa sababu kondoo ni mnyama ambaye huwa hasikii vizuri. Kondoo ni mnyama ambaye yeye anasubiri tu kuweza kuelekezwa. Kondoo ni mnyama ambaye hata fisi akiingia ndani ya zizi anaweza akamtafuna mpaka anakufa, hawezi kupiga kelele. Ni mnyama ambaye ni mpole. Hivyo basi, kwa wafuasi wake akasema ninyi ni kondoo. Kondoo alikuwa anatumika kwa ajili ya sadaka kwenye madhabahu. Yaani siku ambapo taifa zima wametenda dhambi, walikuwa wanahitaji sadaka kwa ajili ya kuweza kuondolewa dhambi zao. Kondoo ndiye alikuwa anachinjwa. Hivyo anavyowaambia mitume kwamba ninyi ni kondoo, maana yake ninyi sasa mnaenda kutolewa kuwa sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya maondoleo ya uovu, kwamba lolote lile mnaweza mkafanyiwa, mnaweza mkachinjwa, mnaweza mkauawa kwa ajili ya ukombozi wa watu wengine. Na anasema kwamba ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Mbwa mwitu katika taifa la Israeli walikuwa ni mataifa. Mbwa mwitu walikuwa ni wanyama walikuwa wanaishi jangwani, wanyama wasiokuwa na huruma. Na kazi ya mbwa mwitu, anakushambulia ukiwa mzima, anaweza akamshambulia mnyama akiwa mzima, anakufa akiwa mzima, kwa sababu wanamtafuna mpaka anakufa, anajiona hivi. Wataalamu wengine wa mambo ya masimulizi wanasema simba akikutana na mbwa mwitu yuko tayari akimbilia aende kwa binadamu aweze kumwokoa, kwa sababu mbwa mwitu hawana huruma. Hasa anazungumza hilo kwamba wale wote ambao ni wafuasi wa Kristo wanatumwa kwa watu ambao hawana huruma, watu wasiokuwa na imani. Watawashambulia, watawaumiza
kwa sababu ninyi ni kondoo, kwa sababu mmesema ukweli. Anawaambia hilo. Na angalia sasa anavyosema kwamba siwatoi kwa hawa mbwa mwitu, ninawatuma, nendeni. Na mbwa mwitu wanajua wazi kabisa kwamba hawa ni kondoo. Mbwa mwitu watabakia kuwa ni mbwa mwitu na kondoo watabakia kuwa ni kondoo. Anawaambia hivi, basi iweni na busara kama nyoka. Mpendwa mtazamaji, busara ya nyoka ni ipi? Nyoka na busara namna gani? Busara ya nyoka ni hii: ukitaka kumpiga nyoka lazima afiche kichwa chake. Utahangaika sana kuweza kupiga kichwa chake, ataficha kichwa. Ficha sana kichwa chako, ufahamu wako, linde sana nafsi yako mbele ya hao mbwa mwitu. Jilinde, ficha, tumia busara hiyo. Na baadaye pia usije ukarudisha uovu kwa uovu. Akasema uwe mpole kama njiwa. Njiwa ni wapole, njiwa ni wanyenyekevu. Hata kama ukifanyiwa mabaya, hata umefanyiwa dhuluma namna gani, hata kama tumeshuhudia uovu unakuja kwa watu wasiokuwa na imani, mbwa mwitu, wararuaji, wa ambao wanaiba, wanafanya mambo ya ajabu, kuweni wapole, lindeni nafsi zenu. Anaendelea, anasema jihadharini na wanadamu. Katika swala zima la wanadamu akasema jihadharini, kwamba watawapeleka kwenye mabaraza, watawapeleka kwenye mahakama, mtahukumiwa kwa sababu ya ukweli, mtasingiziwa mambo ambayo ni mabaya. Akasema jihadharini nao. Watawapeleka pia kwenye masinagogi, na baadaye hapo wakiwapeleka huko anasema msiogope. Msiogope namna gani kuweza kuzungumza, namna gani kuweza kujitetea, kwa sababu mmeshtakiwa kwa uongo. Akasema Roho Mtakatifu atawapatia saa ile lile neno ambalo mnalopaswa kuweza kulizungumza, kwa kuwa si ninyi mnaosema, bali ni Roho wa Baba yenu ambaye anakaa ndani mwenu. Kwa hiyo utakapopelekwa huko msiogope. Na baadaye anasema kitakachotokea baada ya hapo ni usaliti. Mpendwa mtazamaji, tupo katika dunia ambayo imejaa usaliti, na sasa hivi tunashuhudia usaliti katika familia. Yesu alishazungumza akasema ndugu atamsaliti ndugu yake. Na hapa tunavyozungumza swala zima la ndugu, ni ndugu katika Kristo. Ndio maana Paulo katika barua zake alikuwa anazungumza akasema ndugu, Mkristo mwenzako atakusaliti. Yule ambaye mmekuja hapa madhabahuni kuja kufunga ndoa atakusaliti. Akasema baba atamsaliti mwanaye, na anasema mwana atamwinukia mzazi wake. Anasema kwa atawafisha. Na baadaye katika swala zima la usaliti mtachukiwa, na mkichukiwa na watu wote watawachukia kwa sababu ya jina la Yesu, kwa sababu ya imani yenu mtachukiwa popote pale. Lakini anasema msiogope watu watakaoweza kuwachukia, bali mbaki na uvumilivu. Atakayevumilia hadi mwisho, huyo ndiye atakayeweza kuja kuokoka. Ni kipindi cha uvumilivu, ni kipindi cha kushikilia imani, ni kipindi cha kubaki na matumaini, kwa sababu mbele yetu kuna kuokolewa. Lakini wale wote ambao ni wasaliti, mbwa mwitu, kuokolewa haitakuwepo katika maisha yao. Lakini anasema kwamba watakapowafukuza katika mji huu, kung'uteni mavumbi yenu, nendeni katika mji mwingine. Katika siku ya leo Mwenyezi Mungu akutie nguvu, simama imara. Yesu ameshatupatia nguvu kwamba tuweze kuwa na uvumilivu. Ametupatia nguvu kwamba yeye yuko pamoja na sisi. Ametupatia nguvu kwamba Roho Mtakatifu anatuongoza, tusiogope. Haya yote yatakuja kutokea. Walitendewa kanisa la mwanzo, na baadaye pia wale wote waliotendewa mabaya wakaondoka, hadi sisi katika nyakati kama hizi tutatendewa mabaya, na wale wote waliotenda mabaya hawataweza kudumu katika maisha yao. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.